tawfik wakati wa sasa ulionao unatakiwa muombe Allah kuwafikisha tawfik, akupe tawfik upatie khairi, na wakati ujao unahitaji nini? Isma, Allah akukinge au hifadh, akuhifadhi min az-zallati wal inhiraf, kutokana kuteleza na kukengeuka. Kwa hiyo wakati wako huu ndio ghali, ndio wa thamani, utunze sana, yani umri wako, na kwa sababu huo ndio umri wako, wakati wako huo sasa. Kwa hiyo tutunze. Ukiwa kijana utunze, ukiwa mzee utunze, ukiwa mgonjwa utunze, ukiwa tajiri utunze, ukiwa una wasaa utunze, ukiwa uhai utunze, maadamu huo ndio umri wako. Imeleka ya? Ndio maana muallif akasema lianna alwaqt huwa alhaya, sababu wakati ndio nini? Ndio uhai wako. فإذا كان السلف حال قدوم رمضان، وحابب sasa atuelezea موقف السلف في شهر رمضان، msimamo salaf katika mwezi wa Ramadhan. Wao walifanya mambo gani? Moja, aghlaqu kutub alilm, walifunga vitabu vya ilmu. Aqbalu ala dhikr, na wakaelekea kumtaja Allah. Wassalah, na wakakithisha kusali swala za faradh na swala za sunna. Waddua, na wakamuomba sana Allah tabaraka wa taala. Watilawati alquran, na kusoma Quran, ila ghairi dhalik, katika matendo ya wema. أما موقف السلف، أما مسمام وسلف في هذا الزمان، katika zama hii tulizokuwa nazo, muallif hakuacha kuzielezea, bali akasema salaf wa zama za hivi sasa anatakiwa ajiweke mbali na nini? mitandao ya kijamii, jawalat wa wasailu tawasul wal i'lam wa taqlil an-nawm. Kwa hiyo ndio siyamu as-salafi, hiyo ndio nini? Siyamu as-salafi, au huyo ndio yani as-salafiyu ma'a al-waqti fi shahri Ramadhan. Huyo ndo salaf, namna anavyotaamali na wakati katika mwezi wa Ramadhan. Hilo ndo lengo la darasa hili kubwa, kuelezea namna ambavyo unatakiwa utaamali na wakati wako katika mwezi wa Ramadhan. Kwa muamala wako wa kwanza, namna kuamiliana wakati wako ni nini? Igtinamul khairat fi jami'il awqat, kuchuma mambo ya khairi katika nyakati zote. Lakini muamala wako wa pili muamala wako wa pili sasa hapo utataja kila kitu sasa. Nataka ile lugha ya jumla, ightinamu alkhairat fi jami' alawqat. Kwa zote mambo mengi yataingia huko, lakini muamala wako wa pili, namna kuwahi muda, maana unaukimbilia muda, si kwa kuacha nini? Ijtinabul muharramat, ijtinabu, kujizuilia na kujitenga, an qawati'il khairat, kutokana na yale mambo yanayomkata mtu na khairi yote katika mwezi wa Ramadhani. Hiyo ndio faida au muamala wako wa pili, alijtinabu an qawati'i alkhairat fi shahr Ramadhan, kujiepusha na yale mambo yote yanayomkata mtu na khairi katika mwezi wa nini? Wa Ramadhan. Ndio hapo utataja nini? Jawalat, simu. Ukiwa busy na simu wakati unakupita tu,
unakuwa umekatwa na khairi. Au at-tawasul al-i'lam, at-tawasul al-ijtimaiya, mitandao ya kijamii, Facebook, WhatsApp, kwa uko bizinaz, hutasoma Qur'ani kwa muda huo wala hutafanya chochote katika maana katika mwezi wa Ramadhani. Vile vile wasailul i'lam, yani vyombo vya habari, redio, runinga, wengine wanakaa kwenye mitandao, wanakaa kwenye runinga muda wote, anaangalia masinema nini. Kaa mbali na hivyo vitu, kwanza ni haram, lakini pia vinakukata na khairi za mwezi wa Ramadhan. Hiyo ndio maana ya darasa yetu hiyo, na ndio maana muallif wafaqahu Allah ta'ala akahukumu kuwa tadhi'ul awqat ni katika nini? Akhta'us saimin, kupoteza wakati bila ya faida ni katika miongoni mwa makosa ya wafungaji. Nini ukifanya ili usipoteze? Yafanye hayo mambo ambayo tumeyataja. Jambo la kwanza tumesema nini? Naam, ni haya ambayo tumeyajumuisha mwishoni. La kwanza tumesema اغتنام الخيرات في جميع الأوقات في شهر رمضان, yani kuchuma mambo ya khairi katika nyakati zote ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ndio taingia yote tuliyotaja kule nyuma: kuswali, kusoma Qur'ani, kufanya kadha, yote ya mambo ya khairi yale, kama alivyokuwa Mtume alayhi wasallam na masalaf. Lakini vile vile al-ijtinabu an qawati'i al-khairat, kujiweka mbali na vile vyote vinavyomkata mtu na nini? Na khairi za mwezi wa Ramadhan, kal jawalat, kama ile simu, smartphone, watawasuli alijtimaiya, mitandao ya kijamii, watawasul al-i'lam wa wasail al-i'lam, na vyombo vya habari, waljaraid, magazeti. Kuna watu wanakisha kwenye magazeti tu, walaib bin nard, kucheza bao, madrafti, vyote hivyo anatakiwa Muislam akae mbali navyo, kwa sababu vinamnyima yeye. Kikaa kwenye bao na draft muda wote yuko hapo, yuko busy, kwa anapoteza wakati bila ya faida, anapoteza wakati bila ya faida. huyo ndo as-salafi ma'a al-waqti fi shahri Ramadhan. Naam, tuendelea. Al-israfu fil akli wash-shurbi, kuchupa mpaka katika kula na kunywa. Al-israfu fi shurbi au fil akli wash-shurbi, kuchupa mpaka katika kula na kunywa. Jaa fi sunani Tirmidhi, imekuja hadithi katika sunani Tirmidhi bisanadin sahih, ka sanad iliyo sahihi, min hadithi Miqdami bin Ma'di Kariba, kutokana hadithi ya Miqdam bin Ma'di Kariba qala, amesema sami'tu Rasulullah yaqul, nimemsikia mtume wa Allah akisema, ma malaa adamiyun, hajawahi kujaza mwanadamu, wi'aa, chombo, sharran, kujaza shari, min batni, kushinda kujaza kwake tumbo, bihasbi ibni adama, inamtosha mwana wa Adam, ukulatun, matonge machache tu, yuqimna sulbahu, yatakayomsaidia kusimamisha mgongo wake. Fa in kana la mahalata, na ikiwa hapana budi lazima aendelee kula, fa thuluthun li ta'ami, basi aweke thuluthi moja ya tumbo kwa ajili ya chakula, wa thuluthun li sharabi, na thuluthi moja ya tumbo kwa ajili ya vinywaji, wa thuluthun li nafasi, na thuluthi moja kwa ajili ya kupumua. Kuna mtu anakula hata kupumua hawezi, yani kula chakula tu peke yake kupumua hawezi. Hapo maji yajala bajanywa baada ni shida. Ndio anasema yani ikifika tu, yani kula tu futari amemaliza amekula tu, yani kupumua ni shida, apumulia juu, maji yajanywa baada.
na lazima anywe maji, ndio mtihani. Kwa hiyo ikiwa hakuna budi basi fanya hivyo. Dhamma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ametia ubaya mtume sallallahu alaihi wasallam fi hadha alhadith, katika hadithi hii, al-israfa fi at-ta'ami au ash-sharab, katika kufanya kuchupa mpaka katika nini, kula na kunywa. Wa wasafa al-batna, na akalisifu tumbo, bi annaha wi'a, kuwa tumbo hilo ni nini, ni kifaa, ni chombo. Walaysa hunaka sharrun, na wala hakuna chombo cha shari, na wala hakuna shari min hadha alwi'a, hakuna chombo cha shari kushinda chombo hichi. Idha mtalaa, lakini kitakapokuwa kimefanyaje, kimejaa chakula, supa imejaa huko ndani, inakuwa ni chombo cha shari. Wa baadhi الناس yusrifu fil maakulat, na baadhi ya watu wanafanya israf, wanafanya israf katika vyakula, wal mashrubat, na vinywaji. Wayunfiqu alaiha fi ramadhana, na wanatoa katika mwezi wa Ramadhan adhaafa ma yunfiquhu fi sa'iri ash-shuhur, zaidi wanatoa vitu vingi zaidi, rundo kwa marundo zaidi ya vile wanavyotoa katika miezi mingine. Wal israfu da'iyatun al-awja' wal asqam, na israfu katika vyakula na vinywaji ni jambo lenye kuita nini, magonjwa na maradhi mbalimbali. Magonjwa na al-awja', magonjwa. Al-awja' njaa, hapana, waja' magonjwa. Wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim, wal asqam kwa maana moja, magonjwa na maradhi mbalimbali. Qala ba'dhu as-salafi, wamesema baadhi ya wema waliotangulia, jamaa Allahu at-tibba, Allah amekusanya tiba yote. Jamaa Allahu at-tibba kullahu, Allah amekusanya tiba yote fi nisfi aya, katika nusu ya aya. Ipi hiyo? Wakulu washrabu wala tusrifu, na kuleni na kunyweni na wala msifanye israfu kwenye kula na kunywa. Hiyo ni nusu ya tiba, ni tiba yote, sawa? Hiyo ni tiba yote, ipo katika kipande hicho cha aya, kwamba ukitaka uwe mzima wa afya basi kula, kunywa kati na kati. Ukila sana basi maradhi mengi yatakuandama. Kinywa na ukanywa sana, ukila na ukanywa sana, maradhi mengi yatakuandama. Na haya tunayaona leo, watu wanakunywa mijuisi kila siku. Angalia magonjwa yanavyojaa, donda vya tumbo vinajaa, huyu anaumwa hiki, lakini shida nini? Juisi. Vyakula mbalimbali vinatuletea yani vinatuletea shida, kwa sababu imma asili ya vyakula wenyewe au mtu amekula kupita kiasi. Kwa hiyo matili ya chakula mwilini yakarundikana mpaka inakuwa ni shida, mwisho inageuka kuwa ni shida kwake. Fa inna daa, hakika ugonjwa, akthara, fa inna daa aktharu ma tarahu yakunu at-ta'amu au ash-sharab au ash-shurabi au ash-sharabi au ash-shurabi au ash-shurabi au ash-sharabi, yakunu min at-ta'ami au ash-sharabi, sawa. Fa inna ad-da'a aktharu ma tarahu yakunu min at-ta'ami au ash-shurabi au ash-sharabi au ash-shurabi au ash-shurabi shurb au ash-shurabi au ash-shurabi. Fa inna daa, hakika magonjwa mengi unayoyaona, fa inna daa akthara ma tarahu, fa inna daa akthara ma tarahu, hakika magonjwa mengi unayoyaona, yakunu min at-ta'ami au ash-shurabi, yanakuwa kutokana na nini? Chakula au vinywaji. Hiyo ndio sababu shairi ametuambia hivi. Hapa pamejaa masaili ya kiafya, kwa tunapata kama pale na mimi si daktari, mimi si mtaalamu wa daktari. Hapa na watu wake hapo,
Kwa hiyo al-israfu fil akli wash-shurbi, al-israfu fil akli wash-shurbi ni katika akhta'u as-saimin ndani ya mwezi wa Ramadhan. Kwa hiyo as-salafi katika mwezi wa Ramadhan anakuwa mutawassitun fil akli wash-shurbi, anakuwa kati na kati katika kula na kunywa. Fa in kana la budda, na ikiwa hapana budi kuzidisha kidogo chakula, basi yatruku thuluthan lit-ta'am wa thuluthan lish-sharabi wa thuluthan li-an-nafas. Sindio hivyo? Anaacha theluthi moja kwa ajili ya nini? Chakula, theluthi moja kwa ajili ya vinywaji, na theluthi moja kwa ajili ya nini? Hewa, kupumua. Huyo ndio salaf, yakunu mutawassitan fil akli wash-shurb. Moja, anakuwa kati na kati katika kula na kunywa. Liqaulihi tabaraka wa taala, kulu washrabu wala tusrifu, kuleni na kunyweni na wala msifanye israf, msile sana. Kwa hiyo maana mutawassit, anakula lakini hali sana. Lakini thaniyan, jambo la pili, in kana la budda, ikiwa hapana budi kuongeza kidogo chakula, yatruku thuluthan لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه, anaacha theluthi kwa ajili ya chakula, theluthi kwa ajili ya analitenga tumbo lake katika sehemu hizo tatu. Hadha wa salafi, kwa sababu salafi maana yake anafuata maandiko yanavyosema, anashikamana na wahi unavyotuambia. Haya, lakini vile vile tunajifundisha kuwa sharrul wi'a albatnu idha mtuli at-ta'am, chombo cha shari ni tumbo litakapokuwa limejaa chakula. Unajua kwamba sharrul wi'a, chombo cha shari, albatnu idha mtuli at-ta'am, ni tumbo litakapojaa chakula. Sharrul wi'a, chombo cha shari. Albatnu idha mtuli at-ta'am, ni tumbo litakapojazwa chakula. Kama qala Nabii sallallahu alayhi wasallam, mala adami wi'a sharran min batni, mwanadamu hajajaza chombo kujaza shari kushinda tumbo. Lakini vile vile jambo la tatu, mil'ul batni min at-ta'ami, kujaza tumbo kutokana na vyakula, au mil'ul batni min al-at'imati من الأطعمة والأشربة أو من الأطعمة والمشروبات, kujaza tumbo kutokana nini? Vyakula na vinywaji. Babu kulli da'in, huo ndio mlango wa kupitia kila aina ya ugonjwa ukupata wewe. Tunatakiwa tufahamu hilo. Mil'ul batni bil at'imati wal mashrubat, kujaza tumbo kujaza tumbo min al-at'imati wal mashrubat, kutokana na vyakula na vinywaji. Babu kulli da'in, huo ni mlango wa kupitia kila aina ya ugonjwa. Ilaika, kwako wewe, kuja kwako wewe.
Kwa hiyo tunatakiwa tukiingia ndani ya mwezi wa Ramadhani, kwa sababu ni mwezi watu wanakula sana, tunatakiwa haya tuhadhiri nayo. Sawa, kama alivyosema baadhi salaf, wanasema jamaa Allahu at-tibba kullahu fi nisfi aya wa kulu washrabu wala tusrifu. Maana yake ni kwamba ukila ukanywa kwa israf, umeharibu nini? Tiba. Umeharibu nini? Tiba ya maradhi yanayokusonga katika mwili wako. Na kama alivyosema mshairi, fa inna ad-da'a akthara ma tarahu yakunu min at-ta'ami au ash-sharabi. Hakika magonjwa mengi unayoyaona yanakuwa kutokana na nini? Kula au kunywa. Kwa hiyo muallif ndio maana kwa sababu hizi akahukumu kwamba al-israfu fil akli wa shurbi ni katika nini? Akhta'us saimin. Kwa sababu gani makosa? Kwa sababu kula sana ni kujaza tumbo lako nini? Shari. Lakini pili, kula sana ni tayari umeshayaita magonjwa, kila sampuli ya magonjwa umeshajitia tayari. Lakini tatu, kula sana hapa tu atukitaja hapa, lakini na hiyo ndio muhimu sana, tumeiacha. Muhimu kweli, ni muhimu sana. Huwa kula sana ni sababu athiqali fil ibada, ni sababu ya mwili kuwa mzito katika nini? Ibada na taa mbalimbali. Kila sana unakuwa ni mzito katika ibada na taa, unakuwa ni mzito katika ibada na taat. Kwa sababu gani? Kishiba sana uweze kunyanyua uti wa mgongo. Si Mtume amesema hapa, bihasabi ibni adama ukulatun yuqimna sulbahu. Ndio mahali shahidi, inamtosha mwanadamu kula matonge machache tu ambayo yataweza kumsaidia kunyanyua uti wake wa nini? Wa mgongo. Maana yake ukila sana, huo uti wa mgongo utakushinda unyanyua, kwa sababu utakuwa mchovu. Na kwa maana yake tutakidu tuseme kule mwanzoni kule kwamba mil'u al-batni min al-at'imati wal-mashrubat, sawa. Babu athiqali fil ibadati wat ta'at, ni mlango unaomuingiza mtu katika nini? Uzito, kuwa mzito na mvivu katika ibada mbalimbali na taa, sawa. Tukila sana tutaathiriwa na hicho kitu. Kwa hiyo ndio maana muallif akahukumu kwamba al-israfu fil akli washurbi ni katika akhta'us saimin. Wallahu a'lam. Tumeona mpaka hapo? Tuendelea na tuishia hapa. Naam, tuendelea. Haya, anasema muallifu الشجار والغضب. الشجار والغضب. الشجار تكون شجرة، imekuja katika aya hii ismaje Allah na kwamba yarfa sautak ndio aya kusudia fima shajara bainahum. ismaje aya imeanzaje? wa rabbuka اسمعي ورب اسمعي mianzaji ya jamaa. Kuna mahufadhi ametuanzishia ndugu imekuja imeanza hiyo na kiapo, afla yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Imeanzaje? وربي لا اسمع وربي imeanza hivi la yu'minun
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. محل الشاهد فيما شجر بينهم, katika yale ambayo wamegombana baina yao. Kwa hiyo ashajar ni kugombana, walghadab ni ugomvi, walghadab na kughadhibika. Kwa hiyo ashajar walghadab, ugomvi na kughadhibika ni katika makosa ya wafungaji. Muallif ana akili nyingi sana, Allah muhifadhi. Jaa fi sahihaini, imekuja katika Sahih Bukhari na Muslim min hadithi Abi Hurairah, kutokana hadithi ya Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, tume Allah amesema